إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع إمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من هم آل بيت النبي صلى الله عليه wasallam? Ni nani watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Ni nani ahlul bait? Inna ala baiti nabi sallallahu alayhi wasallama hum azwajuhu at-tahiratu وذريته وكل مسلم من بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف. Watu wa nyumba ya Mtume, ahlul baiti, mwanzo kabisa ni wake za Mtume sallallahu alayhi wasallama. وقد بينا في الخطبة الماضية بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في آل بيته. Wiki iliyopita tuliwahi kuzungumzia kwa dalili kutokana na kitabu cha Mwenyezi Mungu na kwa dalili za sunna za mtume wetu sallallahu alayhi wasallam zinazothibitisha ya kwamba wake za mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile ni katika watu wa nyumba yake. Wa amma auladu nabii sallallahu alayhi wasallama فلا ريب ولا شك أنهم من أهل بيته صلى الله عليه وسلم لدلالة القرآن الكريم وسنة النبوية. أما kuhusu watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo kwamba halina shaka wala halina pingamizi
watoto wa mtume wanaingia katika watu wa nyumba ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, kama tutakavyokuja kuona dalili za aya na dalili za hadithi zinazothibitisha hilo. Lakini mwanzo ni nani watoto wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam? Ahibati fillah, ruziqa nabiyuna sallallahu alayhi wasallam 7 auladin. Mtume wetu, rehma na amani za Mwenyezi Mungu zimshukie, Mwenyezi Mungu alimruzuku watoto 7 katika hii dunia ambayo kwamba tunaishi ndani yake. 3 dhukurin wa 4 inathin, alikuwa na watoto 3 wa kiume na watoto 4 wa kike. Fadhukuruhum, watoto wa kiume, tutaanza kuwazungumzia hawa watoto wa kiume wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ni akina nani? Wa mwanzo kabisa, wa kwanza kabisa katika watoto wa kiume wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam huwa Al-Qasim ibn Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtoto wa kwanza wa mtume, mtoto mkubwa wa mtume, kijana mkubwa wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, anajulikana kama Qasim ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabihi kana yukanna Abul Qasim, na kwa huyu mtoto mkubwa ndio ilizaa jina ama kunya ya mtume wetu. Kunya ya mtume alikuwa anajulikana kama Abul Qasim, babake Qasim. Ulida qabla an-nubuwah, alizaliwa kabla mtume sallallahu alayhi wasallam hajapatiwa utume. Alizaliwa kabla mtume sallallahu alayhi wasallam hajatimilizwa na Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala fi Makkah al-Mukarrama, katika mji mtakatifu, mji wa Makkah. Watuufia wa huwa ibnu sanataini, na aliaga dunia huyu mtoto tunayemzungumzia. Aliondoka duniani akiwa na umri wa miaka 2. Waqila asha hatta masha, na kuna kauli inayosema aliishi duniani mpaka akaweza kutembea, akawa anaweza kutembea. Qaraba an yarkaba dabba, alifikiria umri anaweza panda kipando, kisha Mwenyezi Mungu akamchukua. Huyu ndiye mtoto wa kwanza wa mtume kuzaliwa, na vile vile ni mtoto wa kwanza wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuaga dunia. Wa Abdullah ibn Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, mtoto wa pili wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, kijana wa pili wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, anajulikana kama Abdullah ibn Muhammad. Ulida baada an-nubuwah, huyu alizaliwa baada ya mtume ashatimilizwa. Huyu alizaliwa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallama kisha patiwa utume, akazaliwa huyu Abdullah. Waluqiba bitahir at-tayyib, alipata laqab ya tahir na tayyib. Ulida fi Makkah, naye vile vile alizaliwa katika mji wa Makkah. Watufia wa huwa saghirun aidan, naye vile vile aliondoka duniani akiwa katika umri mdogo mno, wa pili katika watoto wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Wa ala athari wafatihi qala al-As ibn Wa'il, alipokufa huyu kijana wa pili wa mtume,
kuna huyu mmoja katika maadui wa mtume anajulikana kama Al-As ibn Wa'il. Alirobokwa, alitokwa na maneno ovyo dhidi ya mtume sallallahu alayhi wasallama, na huyu ni katika maadui wakubwa wa mtume. Kuna maadui watano wa Quraishi wa kishirikina walikuwa wakimsumbua mno mtume sallallahu alaihi wasallam, wakimfanyia istihza mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akamweleza mtume wake, inna kafainaka almustahziina, sisi tutakutosheleza kutokana na hao ambao kwamba wanakufanyia istihza. Na naam, wote watano, akiwemo Al-Walid ibn al-Mughira, akiwemo Al-Asad ibn al-Muttalib, akiwemo Al-Asad ibn Abi Yaghuth na Al-Harith ibn Qais, wote walikufa vifo vibaya kabla ya vita vya Badri. Alisema huyu Al-As ibn Wa'il na mtoto wake ni katika masahaba wakubwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, anajulikana kama Amru ibn al-As. Ni katika mabalozi, maambasada wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alimtuma katika nchi ya Oman, na yeye ndo alikuwa sababu ya mfalme wa Oman kuingia katika Uislamu. Huyu Amr ibn al-As katika utawala wa Umar ibn al-Khattabi, Umar alimtuma akawa ni sababu ya kukonka Masri. Huyu sahaba ambaye kwamba babake alikuwa ni katika maadui wakubwa. Hiyo ni katika sunna ya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy. Mwenyezi Mungu anatoa kilicho hai kwa maiti na anatoa maiti kwa kitu ambacho kwamba kiko hai na kinyume chake. Alisema maneno mazito kumweleza mtume baada ya mtoto wa pili wa mtume kuaga dunia. Alisema nini? Alisema, inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam abtar, ay maqtu'un nasl, la aqiba lahu wala dhikra ba'da. Mtume amefiliwa na kijana wake wa pili. Ama kwa hakika mtume ameishiwa, ama kwa hakika Muhammad ameishiwa. Akifa ndo amemalizika, jina lake halitosalia juu ya mgongo wa ardhi. Waarabu walikuwa kienzi sana watoto wa kiume. Amefiliwa na Qasim, akafiliwa tena na Abdullah, na wote ni watoto wa kiume. Akasema ameishiwa huyu, utajo wake utamalizika akimalizika yeye. Fahazina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume akahuzunika mno na maneno kama yale, yalimuumiza sana moyo wake. Faanzala Allahu ta'ala suratan kamila tasliyatan wa tabshiran lahu sallallahu alayhi wasallama. Mwenyezi Mungu akateremsha sura nzima kwenye Qur'ani, sura ya kumliwaza mtume sallallahu alayhi wasallam na sura ya kumpa bishara mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akamteremshia suratul Kauthar, inna a'tainaka al-kauthar fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Mwenyezi Mungu akamweleza mtume wake sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainaka, ama kwa hakika ya Muhammadi tumekupatia wewe al-kauthara, ay al-khair al-kathira fi dunya wal akhirah wan-nahra fil jannah wal hawda yawm al-qiyamati. Ewe Muhammad, ama kwa hakika tumekupatia khairi nyingi za dunia na akhera, na tumekupatia mto katika mito ya janna, na siku ya kiyama kuna haud, kuna birika ambayo kwamba birika hiyo ni yako wewe Muhammad ibn Abdullah. Baada ya Mwenyezi Mungu kusema fasalli lirabbika wanhar,
akamweleza mtume wake, inna shani'aka ay inna mubghidhaka wa muadika huwa al-abtar. Huyo adui alokueleza kuwa umeishiwa, alokueleza kuwa ukimalizika ndiye ushamalizika, hautokuwa na utajo baada ya kuondoka duniani, yeye ndo al-maqtu'u al-munsi'u. Yeye ndo akifa atakuwa amemalizika, yeye akifa atasaulika. Na naam, sadaqa Allahu al-aliyyul adhim. Mwenyezi Mungu kasema kweli. Fanduru liyawm, tizameni leo juu ya mgongo wa ardhi, fi kulli adhanin, kila adhana ambayo kwamba inaadhiniwa, muadhini analitaja jina la mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, kuanzia mji mtakatifu wa Makka mpaka mji wa mtume sallallahu alayhi wasallam, mji wa Madina, mpaka sehemu iloko msikiti wetu wa tatu bora Baitul Maqdis, na kona zote, pembe zote za dunia. Kila msikiti ukiinuliwa adhana, anatajwa jina la mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ama huyu ambaye kwamba alimtaja kuwa mtume ni al-abtar, Mwenyezi Mungu akamwambia, inna shani'aka huwa al-abtar. Huyo adui wako ndo akifa amekufa yeye. Leo nani anamjua Al-As ibn Wa'il? Nani anamkumbuka? Alipoondoka duniani naye akamalizika. Yule alomdhania kuwa atamalizika, mpaka kesho bado anatajika juu ya mgongo wa ardhi. Huyo ndugu Islam ni mtoto wa pili katika watoto wa kiume wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ama kijana watatu na wa mwisho katika watoto wa kiume wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, anajulikana kama Ibrahim ibn Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhiru auladi nabii sallallahu alaihi wasallam. Na huyu Ibrahim ndiye mtoto wa mwisho katika watoto wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Huyu Ibrahim ndiye last born wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ulida fil madinati almunawwara, yeye alizaliwa katika mji wa Madina, ama ndugu zake wote walizaliwa katika mji wa Makka, ila huyu Ibrahim ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sanati thamina lilhijra, alizaliwa mwaka wa 8 wa hijra. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi miaka 10 Madina, kisha akaaga dunia mwaka wa 8. Mtume alimzaa huyu kijana chake ambaye kwamba anajulikana kama Ibrahim ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fariha an-nabiy sallallahu alaihi wasallama farahan adhima, mtume alifurahi furaha kubwa mno baada ya kuzaliwa Ibrahim. Walakin Allah qaddara an yatawaffahu wa huwa ibnu 16 shahran wa 10 ayamin, lakini Mwenyezi Mungu alikadaria, Mwenyezi Mungu alitaka kwa hikma yake tabaraka wa taala, huyu mtoto wake pia hakuketi juu ya mgongo wa ardhi. Aliondoka duniani akiwa na umri wa mwaka 1 na miezi 4, na kuna kauli nasema aliishi mwaka 1 na nusu na miezi 6, kisha akawa ni mwenye kuaga dunia vile vile, kijana watatu wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Fahazina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huznan shadida, alipoaga dunia mtume alishikwa na majonzi. Anamtizama Ibrahim kisha aga dunia, mtume anatokwa na machozi njia mbili. Kando yake kuna sahaba Abdurrahman ibn Auf, ananyanyua sauti, anamuuliza mtume, wa anta ya Rasulullah, hata wewe unalia? Hata wewe unalia kwa ajili umefiliwa, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Mtume akamjibu Abdurrahman ibn Auf akamwambia, innaha rahma. Ewe Ibn Auf, haya machozi yanayotoka ni ile huruma ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aliweka katika nyoyo za waja wake. Tahadhari Muislamu kukosa huruma katika moyo wako.
irham turham, arrahimuna yarhamhumur rahmanu. Kuwa na tabia kuhurumia na wewe utahurumiwa. Wenye tabia ya huruma Allah pia atawahurumia, na asokuwa na huruma atakuwa mbali na huruma ya Mwenyezi Mungu. Yabna Aufin innaha rahma. Haya machozi unayaona haya kinzani, hayagongani na sheria ya Allah, ni ile huruma aliyoiweka Mwenyezi Mungu katika nyoyo za waja wake. Kisha akasema wallahi innal aina tadma'u wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Wallahi nyoyo ni zenye kujawa na huzuni na macho ni yenye kutokwa na machozi kwa ajili ya kukosa wewe Ibrahim, lakini hatusemi ila maneno ambayo kwamba yanamridhisha Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Tukiondokewa na vipenzi vyetu hatumwapizi Mwenyezi Mungu, hatumlaumu Allah, tunatokwa katika ndimi zetu na maneno yanayomridhisha Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Tunasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna. Sisi sote ni wake Allah na sisi sote kwake tutarejea tabaraka wa taala. Fasalla alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasimama kumsalia mtoto wake Ibrahim. Wadafanahu fil baqi, na akawa ni mwenye kumzika katika maziara makubwa yaliyoko katika mji wa Madina, yanajulikana kama al-Baqi. Ahibati fillah, wa fi dhalika al-yawm inkashafat ash-shamsu, na hiyo siku aloaga dunia mtoto wa Mtume kwa jina la Ibrahim, kuna tukio lilitokea, kuna jambo lilifanyika ambalo kwamba kwa desturi ya watu si jambo la kawaida. Jua lilipatwa, jua lilishikwa. Faqala an-nasu, watu wakaanza kuzungumza wakasema, inkashafat li mauti Ibrahim, jua limepatwa kwa sababu amekufa mtoto wa Mtume kwa jina la Ibrahim. Ndio maana leo mnaona jua limeshikwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda juu ya membar, akang'oa mzizi wa hiyo itikadi mbaya ambayo kwamba ilikuwa ishaanza kupandwa. Akawaambia masahaba, inna shamsa wal qamara ayatani min ayati llah la yankasifani limauti ahadin wala hayati. Jua, mwezi, hivi vyote viwili ni alama katika alama za uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhana. Jua halipatwi wala mwezi haushikwi kwa jambo lolote, eti labda huyu kazaliwa ama huyu kafa ama mtoto wa mfalme fulani amezaliwa ama mtoto wa mfalme amekufa. La, hizi ni katika ishara za Mwenyezi Mungu, hazihusiani na uhai wa yeyote wala hazihusiani na kifo cha yeyote yule. Mtume akaung'oa huo mzizi sallallahu alayhi wasallam. Ahibati fillah, wa ummuhu Maria al-Qibtiyya, mamake huyu mtoto tunayemzungumzia kwa jina la Ibrahim si Khadija. Watoto wengine waliosalia 6 wote mama yao ni Khadija bintu Khuwailid radhiyallahu anha, mama yetu, isipokuwa huyu mtoto mmoja Ibrahim, mamake ni Maria al-Qibtiyya bintu Shamun, anajulikana kama Maria al-Qibtiyya radhiyallahu anha. Hiya jariya wa laysat zawja, yeye ni mjakazi wala si mke kama wake wengine wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mfalme wa Misri anajulikana kama al-Muqawqis, alimzawadia Mtume Maria al-Qibtiyya. Alipofika kwa Mtume akasilimu, alikuja kama mjakazi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ili jambo linakubalika kisheria. Mwenyezi Mungu alipotaja walladhina hum alipotaja kuhusu wenye wanalinda tupu zao, akasema illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum,
ila wale ambao kwamba watazihifadhi tupu zao zitaingia kwa wake zao, ama kwa wale ambao kwamba imemiliki mikono yao ya kiume. Na huyu Maria anaingia katika ile ambao kwamba imemiliki mikono yao ya kiume. Na hata Mtume alipofungiwa mlango wa kuoa tena aliambiwa illa ma malakat yaminuk, ila wale ambao kwamba imemiliki mikono yako ya Muhammad. Aliletwa kwa Mtume mwaka wa 7 wa hijra, mwaka wa 8 akazaliwa Ibrahim, na mamake Maria al-Qibtiyya aliondoka duniani katika utawala wa Saidna Umar radhiyallahu anhu, na Umar akawa ni mwenye kumswalia salatul janaza. Ndugu Waislamu, fakullu abnaihi sallallahu alaihi wasallam min adh-dhukuri matu fi hayatihi wa hum sigharun, watoto wote wa kiume wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam wote waliondoka duniani kwa uhai wa mtume, na wote walikufa wakiwa katika umri mdogo mno. Wa fi dhalika hikmatun adhima, na kwa jambo hilo la watoto wa kiume wote kuondoka duniani mtume akiwa hai kuna hikma kubwa mno ndani yake. Liya'lama an-nasu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khatama an-nabiyina, ili watu wajue mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye mwisho wa mitume, kwa sababu watoto wake wa kiume wote waliondoka. Hakuna nabii atakayekuja baada yake. La turathu, hairithiwi tena. Lianna risalata la turathu min ba'dihi, harithiwi jambo la utume mtume sallallahu alaihi wasallam akiondoka duniani. Na ndio maana Mwenyezi Mungu alisema ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyina, mtume ndiye mwisho wa mitume, mwisho wa mitume, hakuna mtume mwingine. Walidhalik لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى, wakati mtume alipoaga dunia akaelekea mbele za haki, mbele ya Allah, masahaba walikutana kwa ajili ya kuchagua nani atakuwa khalifa. Halikuwa ni jambo la kurithi, utume umemalizika baada ya mtume kufa. Wakakutana katika Saqifa, wote masahaba wa mtume wakachagua ambaye kwamba alikuwa ni mbora wao. Akachaguliwa Abu Bakar Siddiq akawa ni khalifata Rasulillah, akawa yeye ndo khalifa wa kwanza wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, kama tutakavyokuja kuelezea mbele. Ndugu Waislamu, mpeni ruksa tusimamie hapa kwa watoto wa kiume wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Wiki ijayo Rozi kiwa hai tutawazungumzia watoto wa kike wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairi almuslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.